Okay, tuko hapa Yes. Majina yangu ni Qualified. Ni msimamizi wa teknolojia hii ya nanofilter Zanzibar kwa mara ya kwanza mkoa wa Kusini Unguja. Hongera sana. Ni mkazi. Ni hapa Zanzibar. Zanzibar oye. Oye. Yeah. Haya tuambie bwana Boni. Ukiwa nanofilter inafanya kazi kulingana na water condition. Kitu nimesahau lakini kwa Zanzibar tuna apply nanofilter inafanya kazi na kuna kiwanda cha maji ambacho kinazalisha maji ya pure water. Ndio. Sasa system hii kama unavyoona hapa tuna boncha. Kwa hiyo tumeapply nanofilter kwa mara ya kwanza Zanzibar. Na tulipima maji kwanza kujua na changamoto hii. Ndio tukaweka nanofilter. Sawa. Kwa sababu maji hapa tunatumia sana chumvi, kiwango kikubwa cha chumvi ambacho kinaathiri afya ya mtu hapa. Kwa hiyo usiogope kufunga filter Zanzibar kwa kufunga maji ya chumvi. Sasa tumeweka na kama unavyoona inachuja maji vizuri katika mfumo ambao kuna chlorine kidogo kwenye maji. Kwa hiyo tunatumia boncha kwa ajili ya kupunguza kiwango cha chlorine kwenye maji. Okay. Kwa sababu tunatumia maji ya idara ya maji. Sawa. Na lakini pia tumeweka mchanga. By the way tulipima maji yale yana 0.02 ya fluoride. Okay. Kwa hiyo kwa sisi ni friend iko chini ya 1.5 million per liter. Sawa. Kwa WHO ni acceptable. Kwa hiyo tumeapply kwa ajili ya kuondoa chlorine basi. Okay. Hapa tumeweka mchanga kwa ajili ya kuondoa bakteria, microorganisms zingine kwenye maji. Yes. Lakini hapa tumeapply nano moja ya lita 10 kwa saa, kwa hiyo tumeweka 4 kwa kuanzia, tumeweka 4 ili tupate 40 kwa saa. Okay. Sasa hapa tunapokea maji ambayo ni fresh and filtered ambayo yana ubora unaotakiwa kulingana na shirika la viwango WHO. Sawa. Kitu kingine ambacho tumekiweka, tumeamua kuapply pia hapa ultraviolet water sterilizer. Yes. Hii tumeapply kwa kuwa water condition inaruhusu, yani hali ya maji inaruhusu. Okay. So kila aina maji inaruhusu kuapply hii hapa. Sawa. Kwa sababu tulipima maji kabla ndio tukajua kwamba kama inaruhusu kutumia huu mfumo. Sawa. Huu mfumo ni mfumo maalum kwa ajili ya kuua bakteria peke yake. Sawa. Na haya maji pia yanaunganika katika tanki hizi ambazo zinakusanya maji ambayo ni safi na salama na ambayo ni fresh and filtered. Sawa. Kumbuka hii kifaa kinasaidiwa na filter nyingine ambayo inaondoa particles na mchanga kwenye maji. Sawa. Lakini hiyo baada ya maji yako kupimwa na kugundulika kwamba ya kweli unaweza kuapply hilo jambo. Okay. Sasa baada ya hapa haya maji yana chumvi kidogo ambao watu ambao hawajazoea kunywa maji kidogo wanakuwa wanalalamika. Sawa. Kwa hiyo tukaona kuna option mbili. Option ya kwanza, mteja ambaye anataka maji ambayo ni full mineral ambayo yana madini yote muhimu atapata, tutamkingia hapa. Okay. Tutamjazia hapa na anakuja kwa kujaza ni refill. Sawa. Ana refill na ni bei ni nusu bei, shilingi 100 mpaka shilingi 1000 anapata maji hapa kwetu. Sawa. Mtu yule ambaye ametoka amezoea kunywa maji ya Ulaya ambayo hayana chumvi na ambayo hayana minerals zote za muhimu kwenye mwili wa binadamu atatumia atapata maji ambayo na system hii hapa ni reverse osmosis. Sawa tu. Sawa. Na haya maji tunachukua hapa kama raw water sasa kwenye mfumo huu. Okay. Yanapita katika mfumo huu hapa. Yatakuja kwenye raw water pump. Umeona? Yatakuja kwenye raw water pump. Hii raw water pump itasukuma haya maji kuja kwenye hizi filter mbili hapa. Filter mbili hizi hapa zinahakiki tena kama haya maji yana bakteria au yana particle yoyote kwenye maji. So yakitoka hapa haya maji yanakuja kwenye high pressure pump hii hapa. High pressure pump. Hii hapa ni high pressure pump ambayo hii kwa kusaidiana na raw water pump zinasukuma haya maji kuja kwenye reverse osmosis membrane. Reverse osmosis membrane. Ambayo hapa inahakiki kwanza inapunguza kiwango cha chumvi na madini mengine ya muhimu. Sawa. Lakini pia hapa kwenye inlet imeingia bomba moja kama unavyoona ya 3/4. Alafu hapa kwenye outlet kuna half inch ambayo yenyewe inachukua maji kidogo sababu reverse osmosis ina reverse yale maji. Sawa. Kiwango maji yenye kiwango cha chumvi ni mengi kuliko maji ambayo hayana chumvi. Okay. Na ndio maana pipe iliyotumika hapa ni nusu inch, half inch. Okay. Ambayo inachukua maji ambayo ni safi na salama ambayo hayana chumvi na pia kwenye clean and safe water tank ambayo kwenye chumba kingine. Sawa. Alafu yale maji kiwango kikubwa cha chumvi yatatoka tunayapeleka nje kwa matumizi mengine ya umwagiliaji kama unavyoona bomba hii. Haya ni maji yenye chumvi yanapelekwa kwenye tanki maalum liko nje. Okay. Ndio kama unavyoona.
Sawa. Nenda hivi. Okay. Very Sawa. Sasa tunaenda kuwasha mashine yetu. Na tunatumia stabilizer ili kustabilize umeme ili tusiweze kuunguza hizi pampu. Kwa sababu pampu zinazo hali. Sawa. Kidogo. Sawa. Na tunatumia feni kwa ajili ya kuzipoza pia. Okay. Kama unavyoona hapa ni aromatic control panel. Kwa hapa hapo ndo mchakato unaanza wa kuchakata haya maji kwa kutoa chumvi, bakteria kwa mara nyingine, kwa sababu hapo kuna membrane zingine mbili kwa ajili ya kuondoa bakteria mara ya pili, lakini hapa kuna reverse osmosis membrane pia inaondoa bakteria pia. Sawa. Ndio. Kwa karibu sana. Kwa hiyo ujasiriamali inawezekana. Yes sir. 50.5 now. Yeah. Na tunatumia reverse osmosis ikiwa tu maji yako yanaruhusu kufanya kulingana na vipimo vya maabara. Okay. So lazima utumie reverse osmosis kutegemea na maji yako yakoje. Usiapply reverse osmosis kama maji yako hayaruhusu. Kwa sababu kuna kiwango kikubwa, kuna maji kidogo kina kiwango cha chumvi. Kama chumvi yako ni kubwa zaidi, kuna vifaa vingine vya kuongezea hapo. Okay. Ya kuondoa ambapo ni dosage system. Okay. Kwa maji yetu haya kiwango kikubwa sana cha chumvi. Ndio maana tumetumia reverse osmosis moja kwa moja kama ilivyo bila kufanya chochote. Okay. Ndio. Hata maji ya chumvi, wale wateja wa Dodoma. Dodoma inawezekana niite tutakufanyia maelekezo, tutapima maji yako katika maabara. Chumba kipo hapa, chumba hapa. Asante sana. Antogoni. Asante sana mwanangu. Basi jamani, kwa mawasiliano zaidi tuwasiliane, tupate filter ya maji safi na salama. Inawezekana. Nano filter ikiwa yenyewe haiwezi kutoa chumvi. Ndio. Lakini uki-improvise ukawekea na hii mitambo ya kuondoa chumvi, una uwezo wa kupata maji mengine ambayo yanaweza na ladha ambayo inaruhusu. Tunashukuru sana, karibuni kwa mawasiliano zaidi tuwasiliane. Keep connected. Uje nichukue mmoja ulipige picha hapo ndani. Sawa. Okay, this is the final product. The final product iko hapa. Na maji unauza shilingi ngapi hapa? Maji unauza shilingi 4,000. Naomba uje ndio. Haya jamani. Maji yanauzwa brand ya Kizimkazi. Pure drinking water made Kizimwater. Na imeshasajiliwa kama unaona barcode. Okay. Na ni fresh and filtered. Unaona kama ilivyoandika hivi. Fresh and filtered water. Excellent. Yes. Contact ziko hapa. Yes. Boni ndio mhusika mkuu hapa. Inawezekana kuunda kiwanda chako kidogo cha maji na kauza maji, inawezekana. Sio siasa. Okay. Inawezekana. Inawezekana. Na Kizimkazi tumeanza, inawezekana. Sio siasa. Kwa hiyo kwa kifupi hapa pale tulionyesha kwamba kuna sehemu yenye nano filter. Maji yanapita hapa kwa nano filter, yanakuja kwenye hizi sections zingine. Kuna membrane hapo, kuna UV, alafu yanapita hapa. Anayetaka kutumia kama yalivyo, kama haogopi sana chumvi, unatumia maji yako kama yalivyo. Lakini ukitaka kuondoa zaidi chumvi, inakupa ukakasi, basi unatumia reverse osmosis system, na yenyewe iko hapa. Na kuna reserve tank iko kwa ndani kule, na maji ya mwisho hapa safi na salama yanapatikana hapa, na ile excess inaenda nje kule. Kuna control RO reverse osmosis digital control panel iko hapa kukuonesha maji yako yamesafishwa kwa kiwango gani. Boni hoye. Oye. Hongera very much, keep connected. Asante sana, karibu Kizimkazi Zanzibar. Asante.